wafanya na kuwaelekeza na kuwaongoza watu wenzake, na ibada ya Mungu na ibada ile ambayo inayojulikana katika Mungu, ambavyo Mungu alitugeuza ili tumwabudu yeye katika roho na kweli. Sema amen. Nipungie mkono hewani na Mungu akubariki sana. Kwa hiyo unapozungumza tu roho, unapozungumza roho na unapozungumza nafsi, na ndio maana hapa mimi nimesimama, lakini kilichobeba vitu vyote ni nafsi. Yaani kilichobeba vitu vyote hapa ni nafsi. Sema amen. Yaani huu mwili unaouona, huu mwili unaofanya na ishara za mikono, huu mwili unaoniona natembea hapa, hauna lolote tofauti na nafsi. Nafsi ikiondoka tu tayari mwili unauona unatiririka mwenyewe, unadondoka mpaka chini. Kwa nini? Kwa sababu mwili hauwezi chochote. Lakini nafsi ndio inabeba, nafsi ndio iliyobeba mwili, nafsi ndio iliyobeba roho. Na ndio maana tunafahamu ya kwamba mwanadamu ni nafsi yenye mwili na roho. Hapo alipofinyaga kisanamu hakuitwa mwanadamu. Hivi unanielewa vizuri? Hakuitwa mwanadamu, lakini alipopuliziwa nafsi hai akawa mwanadamu. Lakini wakati ameumbwa ni kisanamu. Kwa hiyo mwanadamu ni nafsi. Kwa hiyo unapotamka nafsi, ndipo imebeba mwili, ndipo imebeba na roho. Ndio unakuta mwanadamu kakamilika. Nipungie mkono hewani na Mungu akubariki sana. Na ndio maana wapo ulipo wewe ni nafsi ambayo imebeba mwili na ni nafsi ambayo imebeba mwili na imebeba roho. Sema amen. Mwanadamu ni nafsi yenye mwili na roho. Hapo unaponiona mimi ndio nafsi, ndio uhai, ambayo sasa huu uhai ambao unaonionyesha, ili uonekane kwa macho niko hai, nipo lazima mikono uone inafanya kazi. Ili unione kwa macho niko hai, ndivyo unaniona ninafanya ibada kwa macho. Lakini ukiingia kwa roho, ndio utumishi ulioko ndani mwetu. Na ndio maana watu wanatushangaa, haya mambo mnayoyazungumza, haya mambo mnayoyasema, hivi vitu mlivyo navyo mlivitoa wapi? Hivi vitu mlivyo navyo tumevitoa kwake yeye ambaye asili yake ni Roho Mtakatifu. Sema amen. Na ndio maana wanatushangaa, kwa sababu ni mambo yasiyoonekana, lakini yakionekana leo hakuna mwanadamu wa kuambatana nayo, kwa sababu ni mambo yasiyoonekana. Hebu nipungie mkono na Mungu akubariki sana. Kwa kibinadamu ukiniangalia kwa macho unaniona wa kawaida, lakini kwa Mungu anatoa heshima zote, kwa sababu tayari natembea katika roho wa Mungu. Sema amen. Na ndio maana Yesu anasema sitawaacha yatima, nitawapeni msaidizi ambaye atakayewakumbusha, ambaye atakayewaonesha, ambaye atakayewaelezea yote ambayo natakiwa kutembea nayo. Nipungie mkono hewani na Mungu akubariki sana. Mwambie jirani yako,